Karibu tena mtazamaji. Hivi sasa tunaingia katika sehemu yetu ya ukumbi. Kama unavyoona studioni wageni wetu washafika. Tuko naye wakili Ken Echesa ambaye atakuwa anatusaidia katika mada yetu ya leo. Pia tuko naye dada yetu Kathy Irungu ambaye ni mtaalam na vile vile mshauri wa masuala ya kisiasa, na pia tuko naye Daktari Barak Muluka ambaye ni mshauri wa masuala ya mawasiliano. Amehusika pia katika kuwashauri wanasiasa wengi tajika, ila yeye mwenyewe tu hajaamua kuwa mwanasiasa. So sijui kama leo atatueleza ama namna gani. Maana aidha mwaka ni huu wa sasa ama mwaka 2027. Daktari, nafikiri nianze na wewe. Mganga hajiganga. Sawa, tumekubali. Tunazungumzia panda shuka za chaguzi ndogo. Kwa sasa hivi tumeona kwa mara ya kwanza ni chaguzi ambazo zimeleta hali ambayo kidogo haieleweki hata kwa wapiga kura. Ukichukulia mfano wa eneo la Malava kwa mfano, hii itakuwa ndio mara ya kwanza kwa chama kikubwa kama ODM kutokuwa na mgombea. Na tuzungumzii tu ugombea katika uwakilishi wodi au nini, tunazungumzia kiti cha ubunge. Tueleze kama miungano ya kisiasa ama huu ndio mwelekeo ambao tunautazamia mwaka 2027 ama namna gani? Na je, inakushangaza hali hii kwamba kuna ushirikiano kati ya serikali na chama cha upinzani kinachopelekea mpaka ushawishi utokee kwamba chama kinaamua hakitakuwa na mgombea wake? Asante sana Nimrod, na pia wenzangu ambao tutashiriki nao katika haya mazungumzo siku ya leo, na watazamaji pia popote pale walipo. Kitu ambacho tunakiona wakati huu ni taswira mpya ya siasa na mpangilio wake, ikiwa kwa maono yangu ni ishara ambayo yaonyesha taswira ambayo huenda ikajiri katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Pia ni vitu ambavyo vinaonyesha umaarufu wa vyama vya kisiasa katika sehemu mbalimbali za taifa letu au la jamhuri yetu ya Kenya. Tayari hata kabla ya kuondokewa na Raila Odinga, Mola mweke mahala pema peponi, ambaye ndiye alikuwa kiongozi kinara wa ODM, umaarufu wake ulikuwa umeanza kupunguka hasa katika eneo la magharibi, na ni vitu ambavyo vilitokana na kule kuiana kwake, uwiano ambao aliunda na Rais William Ruto, ambavyo ni vitu wengi katika hilo eneo hawakutarajia kwamba vingetokea. Kuna wakati ambapo kigogo wa siasa huwa na wafuasi ambao wanamwamini kutokana na kwamba yeye yuko kwenye upeo wa juu, kwenye mstari wa mbele, na kwamba kila asemalo watalifuata pasi na kuweza kuuliza swali lolote. Wasema kwamba akisema hivi ni hivyo, akisema vile ni hivyo. Lakini kuna wengine ambao huwa na itikadi fulani za kisiasa, ambao wamefumamia mrengo fulani au dhana fulani, na wanakuona wewe Nimrod Tabu kama mtu ambaye ni kielelezo cha hizo itikadi, na iwapo utafika mahali ambapo utakiuka hizo itikadi, wao watakutema. Na katika eneo la magharibi ni hivyo ndivyo mambo yameweza kujitokeza tangu mwaka wa 1992. Utaona watu wanachukua mirengo fulani kutokana na itikadi fulani, na vilijitokeza wazi sana katika mwaka 2002 na 2007. Hivyo basi wakati huu ni mambo ya kiitikadi. Zui hapo kidogo daktari. Wakili Ken, ni jambo la kushangaza kama mtu ambaye anatokea sehemu ya magharibi kwamba chama kikubwa, chama chenye ushawishi mkubwa kama ODM kinajiondoa katika nafasi hii, na inamaanisha nini? Kwa sababu kuna wengi wanahoji kwamba inapunguza nguvu ya chama kwa kuwa idadi ya wabunge inapungua, ili hali mna nafasi nzuri ya kushindana. Kwani kuna tatizo gani ambalo linapelekea kusiwe na ushindani, mmoja akashinda na chama kinakuwa kinanawiri? Nadhani kwamba inapaswa kutustajabisha kwamba chama kama ODM kinakosa kuwakilisha wagombeaji
kwenye eneo la Malava na eneo la Kisa East, ambako kwanza kule Hwisero anakotoka ndugu yangu Barak, chama cha ODM kinadhaniwa kuwa na umaarufu mkubwa, lakini kule Kisa East hivi sasa kinyang'anyiro ni kati ya chama cha DAP, chama cha DCP na chama cha MDG. Je, uongozi wa ODM umesema kwamba ama umeamua kwamba hauna ushawishi tena katika mkoa wa Magharibi? Hayo matokeo kwanza, chama kimeshashindwa kwa sababu hakina mgombea. Lakini la kustaajabisha mno ni kwamba vigogo ama wanaojiita vigogo wa mkoa wa Magharibi, akiwemo spika wa bunge la taifa Moses Wetangula na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi, pia wamekosa kuwasilisha mgombea kwenye eneo bunge la Malava. Mheshimiwa Malulu Injendi alikuwa ni mgombea wa chama cha ANC, na ilikuwa tu vema kwamba sasa kwamba Musalia chama chake kilimezwa na UDA, hata basi wangempatia Wetangula ambaye bado ana chama cha Ford Kenya aweke huko. Tumejua kwamba vyama vya kisiasa katika demokrasia ya Kenya ni vyama vya kimaeneo. Hilo litakuwa ni pigo mno, na kukosa kuweka mgombea wa chama cha ODM na mgombea wa Musalia na mgombea wa Wetangula, basi kinapea umaarufu chama cha DAP na muungano wa upinzani. Na siasa hii huenda ikaashiria kile kitakachofanyika. Kwa mfano, iwapo chama cha DAP kitashinda kiti cha Malava, wabunge wengi watakaochaguliwa kwenye mkoa wa Magharibi aidha watakuwa wa chama hicho ama vyama vinavyohusika na muungano wa upinzani. Kwa hivyo hivi vita ni vita ambavyo vitaacha wagonjwa wengi baada ya vita. Na Malava, kumbuka, mgombea wa chama cha DAP aligombea kwenye chama cha UDA wakati ule na akashindwa na kura 1000. Kwa hivyo si mgombea mwepesi. Na ule mgombea wa UDA amekuwa ni diwani wa mihula mitatu. Kwa hivyo lilikuwa ni kosa kubwa chama cha ODM kukosa kuweka mgombea kwenye eneo bunge la Malava na eneo la wakilishi ward ya Kisa East. Na ni kosa kubwa mno muungano wa viongozi kutoka mkoa wa Magharibi kutoa serikali kumuunga mkono kiongozi wa DAP wa UDA. Wangeweka mgombea wao kwa vyama vyao. Asante. Kathy, hii inamaanisha nini kuhusu demokrasia ya Kenya? Kwa sababu bila shaka hii ni siasa ya kupangwa. Wakati ambapo chama kinashawishiwa amna kinashawishika kusema kwamba tutamuunga mgombea wenu wa chama kingine ila sisi hatutaweka mgombea wetu. Inamaanisha nini? Kwa sababu kuna mpiga kura ambaye alitaka pengine kufanya maamuzi yake, lakini maamuzi yanafanywa aidha kupitia kiongozi wa taifa na kadhalika. Sasa inasemaje kuhusu demokrasia? Unajua, ukiangalia vyema kitu ambacho tumekuwa tukiona kwa miaka mingi, ile kuwa mwanasiasa wa pande hii na mwanasiasa wa pande hii, sana sana pande ya serikali na pande ya upinzani, wakija pamoja kila wakati wanamaliza nguvu pande ile ingine. Na kwa sababu ya mambo ambayo tunaongea hapa, na maanisha ya kwamba wakati Raila Odinga aliyetuaga, na Mungu aendelee kulaza roho yake mahali pema peponi, aliwacha watu wake, alipeleka watu wake katika serikali, katika ile ambayo tunaita the broad based government. Na wakati walienda wakaingia huko, ni kama chama cha ODM hakikuwa na usemi tena, kwa sababu usemi wao, na vile tunajua baba Raila Amolo Odinga, yeye alikuwa mtu wa kupigania haki, na sana sana haki ambayo alikuwa anasukuma sana ama anapigania ni haki za kibinadamu. Ama akiona wakati mwananchi ananyanyaswa, wakati ule ndio alikuwa anatokea zaidi. Na kushikana kule ambako walishikana hizi vyama mbili, kuongea ukweli ni kama demokrasia inaendelea kuwa na sehemu ndogo zaidi katika siasa zetu. Mimi sikutarajia kwanza kuwa ODM itakosa kuwa na mpigania katika hii uchaguzi ambao tunaelekea. Sikudhani hawatakuwa na mpiganiaji katika hizo uchaguzi. Na si hapo tu, pande ya Magharibi pia tumeona hilo jambo likijitokeza pale Kisii. Ukiangalia Kisii, mahali kwingi hakuna wagombea. Na unajua ile tunasema kwa lugha ya Kimombo, traditionally zile ni area ambazo zilikuwa za ODM hapo mbeleni. Lakini tukiangalia, nikiunga mkono daktari hapa, wakati baba
ama chama cha ODM kilijiunga na serikali, watu wengi sana ambao wamekuwa wakishikilia ama wakiwapa support walishindwa kuendelea kupatiana hiyo support kwa aliye rais wa saa hii, kwa sababu ukiangalia na ukisikiza wananchi pale kila mahali ambako mimi mwenyewe nimetembea, unasikia tu wananchi wanalia kwa sababu shida ni mingi, na pia yale ambayo wananchi waliambiliwa mengi yao hayajatimizwa. Kwa hivyo nafikiri kile kinachofuata na kelele ambayo imekuwa ikiendelea, nafikiri pia ODM waliangalia wakaona ni jambo la busara kutokuwa na wapiganiaji katika zile sehemu ambako kuna by election. Asante sana. Wangwana, naomba ruhusa kidogo, tutarudi na mazungumzo, tuelekee Ikulu moja kwa moja ambapo waziri mkuu kutoka Malaysia anajumuika pamoja na mwenyeji wake Rais William Ruto kuzungumzia masuala mashauriano ya kibiashara na kadhalika. Kwa kifupi tu, halafu tutarejea hapa na mazungumzo yetu. Nations that rose through discipline, strategy and a commitment to excellence. In our discussions, we agreed that Malaysia will explore partnerships and investments across our key priority areas, including collaboration in STEM and in research and matters education. And I want to commend you, Mr. Prime Minister, that you will be meeting with some of our education stakeholders later today as part of our human capital development that is central to Kenya's development. Last week we did unveil a new plan that's going to get our human capital to develop at a rate that is going to be commensurate with the development we want to undertake in the next 10 to 15 years. The Prime Minister has said will be engaging with stakeholders as part of that effort. We also agreed to strengthen the semiconductor bilateral relationship as part of Kenya's human capital development and manufacturing, including industrial agenda. Through a strategic partnership, Malaysia will support Kenya to grow and expand its semiconductor technology and manufacturing capabilities, including the experience we already have, as I mentioned to you, Mr. Prime Minister, with one of our universities, Kimathi University, that has already courses in that field. And thank you very much, Mr. Prime Minister, for accepting to support Kenya with training opportunities for our engineers and high-level professionals to support industrialization as part of the diversification of our economy, walking in the footsteps of what your country has done. I was looking at the numbers. Your country was an agricultural country like Kenya. But today, you stand out because you have diversified your economy, and today you export manufactured goods to America and to many other destinations. And I want to tell you, Mr. Prime Minister, we are walking in the footsteps of Malaysia, and we hope to catch up with you soon. As part of our broader transformation agenda, I have invited Malaysian private sector to participate in public-private partnerships, including investments in road network expansion. And I have informed the Prime Minister that some of your big engineering companies are welcome to work with us as we expand our highways by another 2,500 kilometers and another 28,000 kilometers of road around Kenya. There will be opportunities for private-public partnership. There will be opportunities for investment. And I know that the huge private sector team that came with you will be looking at these opportunities and finding how they can work with their Kenyan counterparts. Additionally, we exchanged views on regional peace, security, and multilateral cooperation. We acknowledged Malaysia's efforts in Eastern Asia region and Kenya's peace efforts in East and the Horn of Africa. We also expressed support for America's and President Trump's intervention in Sudan crisis, which has now escalated into a very serious humanitarian catastrophe. We also reaffirmed our shared commitment on the reform of the global financial architecture
and the reform of the United Nations. Africa has demanded 2 permanent seats on the UN Security Council with full rights, including the power of veto, as well as 2 additional non-permanent seats. With 54 countries and a population of 1.4 billion people, it is both unfair and undemocratic for the continent to remain excluded from the world's top decision-making body. I conveyed our appreciation for Malaysia for supporting the upgrade and expansion of the United Nations office in Nairobi, the only UN office headquarters presence in the Global South. Likewise, the international financial architecture must be reformed and democratized to ensure that Africa and the wider Global South are treated equitably so that they can access concessional financing at scale, just as members of the Global North do. Your Excellency, your presence in Nairobi is a powerful affirmation that Kenya's ambition meets Malaysia's experience at exactly the right moment. As we rise, we draw inspiration from nations like yours that embraced bold ambition over limitation and chose excellence instead of mediocrity. Kenya now stands ready to take its place among nations that we started with, like your own nation. When I made a comment in Parliament last week that you were visiting our country, there was tremendous applause because we have been having a big conversation in Kenya about where we are and where we should be. And I am very proud that today we have you right here in Kenya, so that even as we have this conversation, we can bring it home with your presence here, that Malaysia, which was an agricultural country like Kenya 60 years ago, today has an economy 20 times larger than ours, has an economy that is diversified, has a GDP per capita that is maybe also 20 times higher than ours. And we say this because we believe we can do it the same way your country did it. And I am very encouraged. I am inspired when I look at you, Prime Minister, look at what Malaysia has been able to achieve and the steps you have taken, the decisions you have made as a country, the path that you have chosen that has made you the country that you are today. And as a people, we associate ourselves with Malaysia in many ways. And as you have asked me, I will be visiting, by God's grace, I will be visiting your country next year. And I will carry quite a bit of the private sector with me and many others, so that when I discuss with the people of Kenya the housing program, where the greatest inspiration came from Singapore and Malaysia, they can come and see what Malaysia has done on the housing program. They can come and see the kind of human resource development that you have done. They can also come and see what you have done in matters health, even as we drive our own universal health coverage here in Kenya. It is amongst the lessons that we have learned from your country. And Mr. Prime Minister, I will also have the opportunity, because I've been to your country 3 times, for Kenyans to see the kind of infrastructure, modern infrastructure that you have, the one that we are envisioning as Kenya. And it is really a proud moment for me as I engage with you, because you bring home the many things that we have been discussing as a country as to the possibilities of what can be achieved if the right decisions are made, if we don't compromise, if we don't settle for the average,
if we eliminate mediocrity and we make the decisions that will take our country forward. Mr. Prime Minister, I express my deepest appreciation to His Majesty King Sultan Ibrahim Sultan, to Your Excellency, Mr. Prime Minister, your government, and the people of Malaysia for this very important brotherly visit. Welcome. Thank you, President Sumaruto. And Kenya is a great country for hosting us and my delegation. I'm particularly delighted to be here. It's a great country, great history of struggle. And we have seen under your stewardship the determination to propel not only the economy but the infrastructure and to ensure that Kenya emerge as a great nation. I mean, you have been extremely humble in your remarks. I've seen the potential. I've seen the enormous strides you have made in the housing sector, for example, which is most commendable. I don't think many countries, including Malaysia, has embarked that fast and that effective because your passion to provide housing for the people, particularly the poor from Kenya. So congratulations, Mr. President. We have decided, both of us at least and the government, to enhance the bilateral relations into a strategic partnership which would cover all fields of endeavor. And the traditional agriculture, import, but also in new technology. You are also very concerned on the issue in energy transition and digital transformation, including semiconductors, data center, and AI. And I think we can share our experience and yours through university collaboration, through research, and through various forms of investments. And I think there's absolutely no reason why a country like Kenya with such enormous potential and Malaysia cannot effectively collaborate and benefit from each other's strength. We have been, both have been ex-colony of the West, and it's time that we emerge as a forceful voice, but beginning with, of course, the management of our own country, our economy, our governance, and you see, with clarity of purpose and policies. And I, therefore, must express my profound regards and appreciation for your single determination. You are tough. and certainly a country like Kenya, Malaysia, although we are a democracy, but we need leaders who have clarity of vision, who have the firm determination, because otherwise we'll be left behind. And you, President, I'm particularly not only excited but assured meeting you and looking at this country. And of course, the advantage of visits like this is that you prepare, you learn, relearn the new ventures, the new initiatives. And I have great belief that Kenya will be one of the stars in Africa. And I'm therefore, on behalf of my colleagues in Malaysia and the people of Malaysia, not only in expressing my profound thanks to you, but to assure you that we will have to execute this. And I've given my assurance that prior to your visit, which is not going to be too late, maybe early next year, and we will make sure that some of the broad parameters and execution of the decisions must be made earlier.
December, January, February, we still have a few months. But we must showcase that we can do it. And listening to you and looking what we have done in this country, I believe that we can showcase to the world that the collaboration of countries can affect change and will benefit immensely the welfare of their people. On international issues, again, we share a common position. No amount of hectoring about human rights and democracy by those in power over the West can change a position that there is hardly any democratic tradition or process, even in the United Nations. This is misnomer, is a contradiction in terms. So we have been calling for that, and I believe certainly is a new Africa. Africa is no longer a colony, and there's a huge potential, economic potential, and also in terms of population and demography. So it is, to me, totally unacceptable for us to accept both the international architecture or the United Nations or trading arrangements the same manner that we inherit in the past. We are a new voice, asserting our confidence. Na mtazamaji, ni matukio katika ikulu ya Nairobi. Waziri Mkuu wa Malaysia Anwar Ibrahim akiwa pamoja na mwenyeji wake Rais William Ruto wakizungumzia masuala ya biashara, maendeleo katika mataifa hayo mawili. Bila shaka mengi zaidi yatakuwa kwenye taarifa zetu za hapo baadaye. Bado nikeli na wageni wangu, namgeukia Daktari Barak Muluka sasa hivi. Daktari Barak, umekuwa mshauri wa vigogo wengi wa kisiasa humu nchini. Inapotokea wakati ambapo vigogo wanakutana kwenye mkutano na nyinyi washauri kufikia uamuzi wa kwamba tusisimamishe mgombea eneo fulani, huwa ni fikra za aina gani zinakwenda kwa wanasiasa katika kufanya maamuzi hayo? Na je, maamuzi hayo yanaendana sawa na fikra za wananchi, ama huwa ni fikra za vigogo tu wa kisiasa katika mtazamo kama huu ambao tunazungumzia kwa sasa hivi? Asante tena Nimrod, na bila shaka tutayazungumzia hayo ambayo wameyazungumzia viongozi kwa sababu ni muhimu na Wakenya wanatarajia tuweze kuyazungumzia. Lakini kwa kufuata nyayo zako, naja moja kwa moja hadi hapo ulipo, na kwa wakati huo kumweza kumsahihisha ndugu Echesa, kumkumbusha kwamba kule Khwisero pia kuna chama cha DNA ambacho kina mgombezi, na sije akaanza kuleta kejeli katika masuala kama hayo. Nikisha yataja hayo, tukumbushane tu kwamba katika kule kujibu swali lako moja kwa moja, ni kwamba wakati mwingine chama huwa na upungufu katika eneo. Niliweza kuzungumzia sababu ambazo huwafanya raia wapiga kura kumfuata kiongozi fulani au chama chake au mrengo ambao yeye yumo. Kule kisa ya Mashariki, itakumbukwa kwamba chama cha ODM kiliweza kuzunguka huko na cheti kikitafuta mgombezi wa hiyo sehemu ya uwakilishi katika bunge la county, na wala hawakuweza kupata mtu ambaye angekubali kuchukua cheti cha ODM. Ni jambo ambalo linaashiria kule kuondolewa au kuondoka kwa umaarufu wa hicho chama katika eneo la magharibi mwa Kenya. Hapo mbeleni cheti cha ODM kilikuwa ni dhahabu ya kisiasa ambayo karibu kila mtu alikuwa anaitafuta kwa udi na uvumba, kwani kuweza kutunikiwa hicho cheti ilikuwa ni tayari uko nusu katika sehemu ambayo ulikuwa unataka uchaguliwe. Na tumeweza kuzungumzia kule kunyoshiana mikono, kusalimiana na Rais William Ruto. Sio kusema kwamba wale waliokuwa wakimunga mkono mwenda zake Raila Odinga eti walikuwa wanamfuata tu kwa sababu eti walimpenda. Kweli walimpenda, lakini walimpenda kwa sababu, na sababu hizo zilikuwa ni kwamba alikuwa anawakilisha dhana fulani za kisiasa, mategemeo ya kiuchumi
na ya kijamii, hali ya maisha kuboresha, ambayo waliitarajia kwamba serikali itakayoongozwa na ODM, iwapo kungekuwa serikali kama hiyo, ingeweza kuvizingatia vitu kama hivyo. Naye William Ruto, kwa maono yao, alikuwa amepungukiwa na mwelekeo wa aina hiyo. Hivyo basi, mnapofanya ubia naye na kuonekana kwamba sasa mmekuwa kitu kimoja, basi lazima raia waweze kupoteza imani nanyu. Hilo lajibu swali lako kwamba viongozi wakati mwingi huja pamoja, na wao huwachukua wafuasi wao kuwa ni kama mali yao, ni kama hifadhi yao, ni kama viatu vyao. Wajua, nikiwa na viatu vyangu naweza nikakubaliana nawe tubadilishane, au naweza kukutunuku tu nikwambie, mzee, hivi viatu nilivinunua mahali fulani na naviona ni vizuri kwako hivi kwa sababu sivitumii. Au naweza kumuuzia Shuba na Ndebe, na Shuba na Ndebe akaenda naye akafanyia kazi zake kuviuza katika masoko mengineyo. Hawa wanawachukua raia kuwa ni kama mali yao. Na hata sisi wanahabari, kwa sababu sisi hufanya kazi ya wanahabari, hatuchukui jukumu la kuweza kuwaelimisha raia. Tuwa wakati tunapofanya utathmini, twasema kwamba kiongozi fulani ikiwa ataenda huku, basi huu mrengo utapata umaarufu zaidi. Ni kwa sababu tuamini kwamba wale raia wapiga kura ni kama ng'ombe au mbuzi au kondoo, mali ya mtu fulani, na kule atakakotaka kwenda nayo malishoni, basi wataandamana naye bila kuuliza swali lolote. Asante sana. Wakili Ken, athari yake ni nini hatua kama hizi ambazo vile alivyozungumza daktari, ni kwamba vigogo wanaochukulia wananchi ni kana kwamba hawana fikra zao wenyewe katika kuzungumzia masuala ya kuchagua wagombea? Nadhani vizazi vipya vimeanza kudhalalisha dhana hiyo ya vigogo na viongozi. Kama alivyosema Daktari Barack Muluka, mara nyingi viongozi na vigogo huchukulia vyama kama duka, kwamba hili ni duka langu, basi nikilifunga duka hili sina biashara, na wale ambao wanakuja kununua kwenye duka langu ni watu wangu, nitawaelekeza kwingine, kwamba sina kile mnachotaka kununua, lakini duka la mwenzangu pale kubwa, sote tuweza kununua kitu pale. Na Kathy alisema, sijui kama alikuwa ni Kathy ya madaktari, kwamba Raila Odinga marehemu, ndugu yetu na baba yetu, alipotuelekeza kwenye alivyopeleka watu wake kwenye serikali. Mimi Nimrod nimekuwa ni mfuasi wa Raila Odinga kwa miaka mingi hadi kifo chake, lakini si kwenda naye kwenye serikali, na na imani kwamba watu wengi wafuasi wake kama mimi pia hawakwenda naye, akiwemo katibu mkuu wa chama cha ODM anayesema kwamba kulikuwa na makubaliano baina yake na rais katika utendakazi. Kwa hivyo tutazamia kwamba tukienda mbele, hii dhana ya vigogo kudhania kwamba wanasonga kisiasa na wafuasi wao ni dhana potovu, na nadhani kwamba vigogo wanapotezwa na vibaraka wanaowaita washauri. Kwa mfano, nani aliyemweleza kigogo ama vigogo wa ODM waliosalia kutoweka mpinzani kule Malava? Kule Magarini umepata vigogo wakisema kwamba hamna yule candidate anayeitwa kwamba wa serikali jumulishi, kwamba yeye mgombea wao ni wa chama cha ODM. Kwa hivyo alipoaga baba yetu Raila Odinga, ODM sasa kuna wale wanaosema sisi huu ndio mwelekeo wa chama, na hata vyama vingine, chama cha DAP kwa mfano kule Kisa East, kuna vigogo fulani wa chama walisema mgombea wao ameondolewa. Vigogo wengine wakasema mgombea haezi ondolewa, na wale wenye chama wafuasi wakasema mgombea hawezi ondolewa. Kile kitakachofanyika ni kwamba vigogo na viongozi wa kisiasa watajipata pabaya, watajipata mwishoni wamesalia bila wafuasi, ama wameenda njia fulani na wafuasi kuenda njia fulani. Muda ambao wapiga kura wamedhaniwa kukosa mwelekeo umekwisha, na sasa hivi ni wapiga kura watakayopeana mwelekeo wa ni nani tutaunga mkono, ni wapi tutaenda kwenye chaguzi zinazokuja. Na hata hizi chaguzi ndogo zitaonesha huo mwelekeo, kwamba
Sio mtu mmoja kukete kufikiria kwamba wafuasi wangu ni waelekeze huku. Ni raia wenyewe wapiga kura kuja na mtazamo wao na kuambia kigogo kwamba njia inayofaa ni njia hii, na kama hauendi njia hii utaenda njia unayotaka, na sisi kama wafuasi wako tutafuata njia hii. Kwa hivyo siasa zinabadilika. Nataka tufikirie wazo hili. Kathy, nitakuja kwako baadaye, tunakwenda mapumzikoni, lakini tufikirie wazo hili. Je, kuna nafasi ya Wakenya basi kuwaadhibu vigogo kama hawa kwa kusema kwamba mnataka tuelekee kupiga kura mgombea ambaye hatukumchagua, mmemchagua nyinyi, tutapiga vingine, kwa hivyo tumchague mgombea mwingine tayari tofauti na yule ambaye mlikuwa mnataka? Ndio nataka tujue kama Wakenya wanaweza kutoa adhabu kama hiyo kwa wanasiasa. Mtazamaji, usiondoke hapo ulipo, tunarejea hivi punde na makala yetu ya Ukumbi.